Nadhani umemsikia Pendo Paulo, yeye mkazi wa mkia wa Panya Meatu katika mkoa wa Simiu. Mwanadada huyu ambaye amepaza sauti huku akieleza kwamba maisha yake yapo hatarini kutokana na kupewa kazi ya kumpiga risasi na kumuua mbunge wa jimbo la Kisesa Luhaga Mpina. Pendo kwenye maelezo yake ameongea mengi, yakiwemo ya kupewa ofa ya kutekeleza uhalifu huo, huku akieleza kwamba yeye ni mhitimu wa mafunzo ya kujenga taifa kupitia jeshi la JKT. Kwa hiyo ni mwanajeshi wa JKT aliyepata mafunzo ya uaskari kwa muda wa miaka 2, na anadai kwamba ofa hiyo alipata siku ya tarehe 6 ya mwezi wa 3 mwaka 2025 baada ya kupokea simu ya mtu alijitambulisha kwa jina la Musa Mbuga, ambaye alimpigia simu na kumpa ofa hiyo. Sasa kuna mashaka kidogo kuhusiana na taarifa ambayo anaitoa. Kwa wale ambao wameitazama video hiyo, ukitafakari kwa jicho la uchunguzi, kuna vitu unaweza ukawa umevigundua kupitia video hiyo. Cha kwanza, dada yetu huyu Pendo Paulo, sehemu aliyokaa ni kama sehemu ambayo kwa nyuma ni ukuta mweupe. Tafsiri yake ni sehemu ambayo huenda amejificha, kwa sababu ameeleza kwamba maisha yake, usalama wake una mashaka baada ya kukataa kufanya shughuli hiyo. Lakini pia unaweza kusema kwamba amewekwa kimkakati kukaa katika eneo hilo ili sifahamike yuko wapi. Ukitazama vingine pia katika hii video ambavyo utaviweza kuvingamua, ni macho ya Pendo ambayo yanaonyesha sehemu aliyokaa kwa chini. Huenda kuna karatasi ambayo ameipakata, ambayo amekuwa akitupia jicho na kusoma kile anachokiongea. Ni utaratibu wa kawaida kwa viongozi ama kwa mtu yoyote kusoma kitu chochote anapoenda mbele ya kamera, ili asisahau au ili aende kwenye pointi ya kile anachotaka kuzungumza. Lakini kwa tukio la aina ya Pendo ambalo analizungumzia, ingekuwa ni rahisi kwake kuzungumza hivi vitu bila kusoma kwenye karatasi. Sio kwamba tunakataa kwamba huenda kweli alipewa hiyo kazi, sio kwamba tunakataa labda hajapewa kazi hiyo, lakini inakuwaje asome kile ambacho anakizungumza? Kitu kinachompa mtu hofu mara nyingi kimekaa kichwani na anaweza kukitafsiri na kukieleza vizuri bila kusoma. Ukitazama Pendo mara kadhaa amekuwa akitupia jicho kwenye hiyo karatasi, na kama haitoshi, hiyo karatasi haionyeshwi na kamera. Kama ingekuwa ni karatasi ambayo ameandika kwa lengo la kutokusahau, angekuwa hana haja ya yeye kuitazama karatasi hiyo kwa uwizi hivi. Ni kama kuna pointi ambazo anazichukua ili azizungumze. Hiyo inaleta mashaka sana. Lakini cha pili, kwenye taarifa yake anaeleza kwamba huyo Musa Mbuga aliyempigia simu na kuzitaja namba zake za simu wakati anampa kazi hiyo, alimuuliza ana uzoefu wa kutumia silaha, lakini pia alimuuliza kwamba ana mafunzo ya JKT aliyopata kwa muda gani. Kwa akili ya kawaida, mtu anaitoa kazi kwa ajili ya mtu kwenda kutekeleza tukio la mauaji, cha kwanza ni mtu ambaye anampa labda kazi mtu anayemwamini zaidi, mtu anayemfahamu vizuri. Hawezi kumpa kazi mtu asiyemfahamu na kubeti kwamba huyu huenda akafanya kazi hii. Anaposema kwamba alipigiwa simu na kuulizwa kwamba ana uzoefu wa miaka mingapi, akaeleza ni miaka 2 ya JKT. Obvious, kwa mtu yeyote alienda JKT sio chini ya miaka 2 kupata mafunzo ya kijeshi. Lakini hayo mafunzo ya kijeshi au ya kiaskari sio pekee tu ndio yanatosha kumfanya mtu awe na uwezo wa kumuua au kufanya tukio la uhalifu. Lakini huyu Musa Mbuga anamtafutaje Pendo Paulo ambaye yuko mkia wa Panya Meatu Simiu, katika jimbo ambalo pia ni ambalo lipo pia Meatu, katika jimbo ambalo pia la Kisesa ndipo ambapo mbunge Luhaga Mpina anatokea maeneo hayo. Hakuwaza kwamba ingekuwa rahisi kwa Pendo kuwaambia watu na watu wakamfikishia Luhaga Mpina. Lakini kama haitoshi, katika kitu cha kufikiria tu cha kawaida,
maongezi ya kumsema mtu kwenye simu, watu wengi huwa wanahofia na kusema hebu twende WhatsApp ama twende Instagram tukaongee huko, tofauti na kuongea moja kwa moja kupitia simu. Huyu mtu anaitoa tenda ya kumuua mtu. Je, hakuona hatari ya kurekodiwa ama taarifa zake kufuatiliwa kupitia simu alimpigia Pendo Paulo? Hilo nalo linafikirisha. Lakini cha tatu, Pendo anadai kwamba alipewa kazi ya kumpiga risasi au kumuua Lwagampina kwa kutumia bunduki, lakini katika hayo maelezo hajatueleza kwamba alimpa kazi hiyo. Alimueleza kwamba hiyo bunduki angeipata wapi, au Pendo je anamiliki bunduki anaweza kufanya uhalifu huo? Taarifa hii imeacha madoti mengi au matobo mengi ambayo yanatakiwa kuzibwa ili Pendo aweze kueleweka kwa umma nini hasa lengo lake. Japo ameeleza kwamba lengo lake yeye ni kuiomba serikali iweke ulinzi dhidi yake kwa sababu yupo mashakani baada ya kukataa kuifanya kazi hiyo. Lakini ukimtazama na kumsikiliza huku mwishoni, anaeleza kwamba hafahamu huyo muuaji alimpa kazi hiyo amewapa hiyo kazi watu wangapi. Kama mimi nilikataa mpango huo, sijui kaandaa watu wangapi kwa ajili ya uhalifu, au mi baada ya kukataa hilo jambo alinifikiriaje? Kiufupi sina amani, maana nahisi nipo kwenye hatari, naomba msaada. Unamwona Pendo anaingia kwenye huruma ya kumhurumia mbunge Lwagampina ni kama mtu alikuwa anafahamiana naye kabla. Sasa huenda Lwagampina anahusika kwenye kumsaidia Pendo kuzungumza na kuandika kile ambacho kimeandikwa kutokana na zile statement za mwisho ambazo zinaelezea tukio hili. Kitu ambacho sio kibaya kwa sababu kinahusiana na maisha yake, lakini kwa nini Pendo hajakuwa mtu huru katika kuzungumza hili? Pendo amekuwa ni kama mtu ambaye anapewa maelekezo ya kuzungumza hichi na kile. Lakini kumbukwe kama wiki 2 zilizopita mbunge Lwagampina alizungumza kuhusiana na yeye kutishiwa na watu kutaka kumuua, akaeleza kwamba wanapanga kumuua atakufa kwanza wao kabla yake yeye. Leo anaibuka Pendo na kueleza kwamba amepewa kazi ya kumpiga risasi Lwagampina. Kama haitoshi, Mpina ni mbunge wa CCM, kwa maana Chama cha Mapinduzi CCM. Lakini mnamo tarehe 29 mwezi wa 3 mwaka 2024 kuna mbunge mwingine Ole Sendeka, na yeye alieleza kwamba gari lake lilishambuliwa kwa risasi huko maeneo ya Simanjiro ambako ni jimboni kwake. Hawa wabunge wote ni wa CCM. Ole Sendeka anadai kwamba gari yake ilishambuliwa kwa risasi. Huyu Lwagampina anatokea mtu anadai kwamba ametumwa akamuue kwa risasi. Je, inaleta picha gani? Wabunge wa CCM wanaichafua serikali na vyombo vya ulinzi na usalama kuonyesha kwamba vinashindwa hata kuwalinda viongozi wao ambao wanatokana na Chama cha Mapinduzi, ambao ni wawakilishi wa wananchi jimboni, kwa maana ya kwenda bungeni kama mhimili wa serikali kupitia bunge, ama wanatoa tafsiri gani? Kuelekea uchaguzi mambo mengi tutatarajia kuyaona. Wapo ambao wataripoti wamelishwa sumu, wapo ambao wataripoti kwamba walitekwa, walivamiwa, ili kuleta huruma tu kwa wananchi. Kupitia tukio hili la Pendo Paulo linaleta maswali mengi sana. Maana hata namba anayoitaja hadi hivi sasa ukiipiga namba hiyo inaita tu bila kupokelewa. Ingekuwa ni namba ambayo ilisajiliwa maalum labda kwa ajili ya kufanya uhalifu huo, huenda isingekuwa inaita na kupatikana, japo haipokelewi hadi muda huu, sababu huyo mtu angefahamu kwamba yule mtu nilimpa kazi tayari karipoti kwenye vyombo vya dola, hivyo napaswa kuzima simu ama kuificha au kujificha na hii line isipatikane ili isiwe rahisi mimi kukamatwa. Lakini unaona maelezo ya namba imetajwa, hiyo namba iko hewani na hana mashaka kabisa huyo mtu kwa sababu hajifunga wala hajaizima. Nini kinaweza kuwa kimetokea? Nilipigiwa simu kwa namba 07
52 35 23 51. Na huyo mtu alijitambulisha kwa majina anaitwa Msambuga. Mazungumzo ilikuwa ni kama ifuatavyo. Aliniuliza, bila shaka naongea na Pendo Paulo. Nikamwambia ndo mimi. Akaniuliza, JKT umekaa miaka mingapi? Nikamwambia nimekaa miaka 2. Akaniuliza, unajua kutumia silaha? Nikamuuliza kuna shida gani? Akasema nijibu bora usiogope. Nataka nikupe kazi. Mimi nitakulipa pesa yoyote utakayotaka. Ila nikukabidhi silaha. Kafanya mashambulizi kwa Luhaga Mpina, mbunge wa jimbo la Kisesa. Huenda haikuwa dili ya kweli. Mtu alimpigia simu labda kweli na Upendo anadai, lakini ilikuwa ni kumtisha, akiamini kwamba akizungumza hivyo atatoka kwenye vyombo vya habari, atamwambia Luhaga Mpina, na Luhaga Mpina atatafuta media zitaongea. Kwa hivyo itarudisha huruma kwa Mpina, kwa wananchi wake, kuonekana kwamba anataka kuuliwa na vitu kama hivyo. Wanawake wamekuwa ni wahanga sana kwa wanasiasa, sio mara moja, sio mara mbili, kutumiwa katika namna tofauti tofauti, na kwa sababu ni watu waoga, wamekuwa ni watu wanaamini katika kile ambacho wanakuwa wanaelezwa, kwa sababu huyu anadai kwamba alikataa kuifanya hiyo kazi. Ana hofu kwamba maisha yake yatakuwa yako hatarini. Ana hofu ya nini ikiwa alimpa kazi ni mtu asiyemfahamu? Ana hofu ya nini ikiwa hiyo kazi hajakubali kuifanya? Ana hofu ya nini pia ya kutaka kujua idadi ya watu wangapi ambao wamepewa kazi ya kutekeleza kile alichokishindwa yeye kukifanya? Unaona, ni tukio ambalo nyuma yake lina maswali mengi, ambayo Pendo katumika kama sehemu ya kuyaleta hayo maswali kwa watu wengine ili waweze kuyajibu. Na hii inaleta sintofahamu zaidi kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, hasa jeshi la polisi, vikishindwa kukomesha tabia hii ya wabunge, hasa hawa wa CCM, ambao wanatoa taarifa ambazo mwisho wa siku jeshi la polisi halifiki mwisho katika uchunguzi wake. Tukio la Ole Sendeka, mbunge wa Simanjiro, limeshamaliza zaidi ya mwaka tangu adai kwamba alishambuliwa kwa risasi na watu wasiofahamika, lakini hadi leo vinaichafua nchi na taswira ya ulinzi na usalama, ikiwa viongozi hao wawakilishi wananchi wanatishiwa, wanashambuliwa kwa namna hii, na watu wakatoka hadharani na kuongea na jeshi la polisi kutokanusha ama kutokueleza kwa namna gani limechukua hatua ya kujiridhisha kama tukio ni la kweli ama sio la kweli. Linaendelea kuonyesha taswira mbaya katika ulinzi na usalama. Weka komenti yako, wewe unaona hapo. Je, kuna lolote, kuna maigizo ama kuna lolote ambalo linamhusu Luhaga Mpina katika hayo? Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News. Subscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.